Bwana Bulwa vipi? Bwana mimi nashukuru Mungu bwana, mambo yanaenda. Vipi ndugu yangu? Safi tu kaka. Nilikuwa nakuja nyumbani hapa vipi? Mimi ndo natoka naenda road ndugu yangu. Vipi jambo lako la jana? Ile jambo bwana, mimi mpaka kufikia hatua ya leo hii sijachukua hatua yoyote. Na najaribu kulifikiria namna ya kulitendea kazi. Hivi nilikuja labda unishauri chochote kwenye hili. Ina maana nataka kuniambia shemeji hajui kama umemfumania? Hajui, sijamwambia. Alafu si unajua yule mashemeji yako mimi nampenda sana. Kwa hiyo nahofia hata kama nitamwambia hivi, yeye atachukuliaje ili jambo. Unajua unaizidi kuumia ni wewe. Hebu chukua hatua ya kumwambia. Uone yeye mwenyewe anasemaje. Sio, unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa. Hebu usichelewe. Unajua unapozidi kuchelewa kuna kitu na kijenga ndani yako ambacho kitakuja kuleta sumu kubwa sana. Jaribu kumwambia mapema ili ujue ni kwa nini alifanya vile, alikuwa na lengo gani. Unaweza ukawa unadhania vitu ambavyo huenda hata havipo. Na kwa wewe unavyoona ndugu yangu, hii njia ambayo unanishauri ni sahihi kabisa. Ni sahihi kwa sababu ukimwambia atajua kama umejua, na kama atahitaji kujirekebisha atajirekebisha, kwa sababu wewe umejua na kwa sababu utampa maneno ambayo yatamfanya yeye aache. Basi mimi nishukuru kwa ushauri wako na nikuahidi nitaufanyia kazi. Nitaongea na shemeji yako. Usichelewe ndugu yangu, mwambie unajua jua linawaka hapa, hebu tu. Wewe ndio unaelekea hivi? Basi sawa, ngoja tuongozane wote. Vipi mke wangu? Safi. Wapi na mbona kidogo? Naenda kusimani mangu. Sasa mbona umependeza sana mke wangu? Kwa hiyo mume wangu ndio anipendeze? Na wewe unavaga vitu vya kawaida, unaenda kusimama umependeza kama hiyo mpaka nasikia wivu tena. Kwa hiyo mume wangu unataka nipendeze? Nataka upendeze lakini mpaka kisimani tena. Mimi nilizoea labda kwenye shughuli. Mtoko. Kwa hiyo kiasi kitokea shughuli mimi ndo navaa vizuri. Hata nikiwa nyumbani na mimi nivae mume wangu nione. Hali ya moyo tu ndo inanisukuma kuuliza maswali, lakini napenda upendeze mke wangu. Umependeza sana leo mke wangu. Asante mume wangu. Ukienda basi usichelewe. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Mapema narudi nyumbani. Sili kwa rafiki wote. Nda kisimani wahi kurudi. Pia nafungua iko pale ninapokuwekea. Hamna noma. Afu mume wangu, na nilipata taarifa kama mama atakuja. Mama kwenye wiki hizi anaweza akaja. Alikupigia? Wewe nenda kisimani, ukisharudi utampigia, tutamuulizia kwamba lini nafasi yake ya kuja. Mume wangu. Mbona umechelewa sana? Kwanza nimekutana na mume wangu pale njiani. Leo karudi nyumbani mapema. Na isitoshe ngo namwandalia chakula. Afu sina hata muda wa kukaa leo. Kama vitu tukafanya yetu, mimi nirudi nyumbani. Ni mume wangu. Basi sawa, haina shida. Basi poa. Sasa chap chap tena sesh. Twende. Poa, tangulia.
Tangu ulinipitia, naomba nisamehe mpango. Naomba nisamehe. Kumbe mke wangu ni mjinga kiasi hicho? Unasema shetani akupitia kwa sababu nimekufumania? Mbona hiyo ndo tabia yako wewe? Au kwa sababu sije kukwambia? So sio kijua kwamba mimi nakufuatilia muda mwingi tu. Na nishaikuona matokeo yako kadhaa. Ila sikuwahi kukuambia kwa sababu wewe mimi bado nilikuwa nakuhitaji. Ni bado mke wangu nakupenda. Sasa mavitu ambao wanifanyia kiukweli unanidhalilisha sana mume. Nisamehe mume wangu, sirudi tena. Nakuahidi mume wangu. Nakuomba. Ninyi wanawake mnazunguaga kweli. Na unajua mmeo mimi kazi ninazofanya kazi ngumu sana. Nisamehe mume wangu. Nilikuwa nakupenda sana. Lakini bado mimi naendelea kukupenda. Lakini kwa vitu ambavyo unavyofanya wewe unanikosea mimi mmeo. Sawa mke wangu, mimi nimekusamehe. Lakini pia natakiwa uniahidi kabisa kwamba matukio ya uto wafanya tena. Wapi Mungu wangu, mume wangu, kia Mungu sirudi tena. Nimekufumania lakini hiyo ndio nawe kwa mara ya kwanza, lakini nilishakufumaniaga zamani. Nikija nikufumania tena kwa maana hiyo tena hakutakuwa na msamaha tena.